Kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala, leo hii na sehemu kama hii tutazungumza sababu za chuki na uadui. Mnajua sababu ya chuki na uadui? Inafahamika sababu ya uadui na chuki kati ya Waislamu kwa Waislamu. Basi leo tutafahamu kwa nini Waislamu kwa Waislamu wanachukizana. Kwa nini Waislamu kwa Waislamu wanakuwa na uadui? Kwa nini? Sababu yake tutaiona. Na Allah tabaraka wa taala atusaidie na atusimamie katika hili, tufikie pale ambapo tumekusudia kulizungumza jambo hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anawauliza masahaba zake, anawaambia atadruna mal ghiba? Akawauliza, mnajua ghiba nyie? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, sisi ghiba hatujui, ila Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua ghiba ni nini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dhikruka akhaka bima yakrahu. Ghiba maana yake ni kumtaja ndugu yako, ni kumsema ndugu yako jambo ambalo kama angelisikia basi angelichukia. Kwa Kiswahili tunaita kusengenya. Moja katika vitu ambavyo vinasababisha sisi kuingia katika chuki, kuchukiana, kufanyiana uadui ni usengenyaji. Na hili limekuwa ni gonjwa kubwa sana, ambalo gonjwa hili si hapa peke yenu, kila sehemu lipo gonjwa hili na lazima litibiwe, kwa sababu si gonjwa zuri, ni gonjwa ambalo linatutofautisha, ni gonjwa ambalo linatupa makundi. Waislamu sisi hatutakiwi kuwa makundi, tunatakiwa kuwa kitu kimoja. Ukiona kuna sehemu Waislamu wanakuwa makundi, basi ujue chanzo chake ni ghiba, usengenyaji. Usengenyaji, kutoa maneno huku kupeleka kwa huyu, hilo ndio linasababisha makundi kutokea. Tunaingia katika madhambi ambayo sio lazima. Sasa ingine mtu anakuja na habari yake, anakusimulia kuhusu mtu fulani, na wewe umekaa kitako unasikiliza, unapokea. Huyu ni kusengenya. Masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nisikilizeni vizuri ndugu zangu kwenye pointi hii, pointi muhimu sana. Walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, unaonaje haya ambaye tunamsema huyu mtu tunamsengenya, kwamba tunamsengenya anayo haya, tunayemsema anayo? Akasema, ikiwa mnayemsema anayo, mnayasema haya juu yake anayo, basi mtakuwa mmemsengenya. Sinaeleweka? Basi mtakuwa mmemsengenya, yani bado pamoja na kwamba haya ambayo mnamsema bado ni kweli anayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bado mmemsengenya, bali umefanya dhambi tena kusengenya. Hata kama yale unayomsema anayo, lakini umeambiwa umemsengenya. Wakauliza wakasema, unaonaje kama haya ambayo tunamsema hana? Anasema, kama mnayemsema haya hanayo huyu mtu, basi mmemzushia. Makosa mangapi ndugu zangu? Makosa mawili. Wewe kama unasengenya alafu kujihisi kwamba upo kwenye kichaka fulani umejificha, kila upande unakuzuia, ndio Uislamu. Ndio Uislamu. Lakini kibaya zaidi ndugu zangu, mbele yetu au mbele yangu mimi, nyuma yenu nyinyi kuna jeneza. Subhanallah. Kuna watu mpaka maiti wanayasengenya. Mpaka maiti wanasengenya. Yule bwana alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa vile. Hiya fi dhimmati Allahi azza wa jalla. Yule sasa hivi yuko katika dhima ya Allah tabaraka wa taala, ambaye nahnu nufakir, yani kaifa sanamutu, vifo vyetu vitakuwaje? Lazima tufikirie. Tunaweza kukusanyikiwa na watu kama vile, au utaliwa na wanyama tunautopotea. Lakini mtu anadiriki anamsengenya mpaka maiti. Yule bwana alikuwa kadha kadha kadha. Kufan hadha,
Zuieni ndimi zenu ndugu zangu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ogopeni kusengenya, ni dhambi mbaya. Vinavyotupelekea sisi kwenye uadui ni hivi vya kusengenyana hivi, kufanyiana umbea, kuchunguzana jumla ya maisha yetu hivi. Kwa mfano, kama wewe unataka ujue maisha yangu yanakusaidia nini? Kwa mfano, maisha yangu yanakusaidia nini? Yaani ukiyajua yanakusaidia nini? Haikusaidii chochote, wallahi haikusaidii chochote, wala una haja kujua maisha yangu. Yaani acha kama yalivyo, kwa sababu si katika umuhimu. Na mimi pia kujua maisha yako, yaani hakuna hata uwajibu. Mimi siwajibii kujua maisha yako, bali mimi natakiwa nikae katika misingi ambayo Allah tabaraka wa taala anaipenda. Sasa nikupeleleze wewe nijue umelala, umeamka, umefanya kitu gani, ya nini yote haya? Na Waislamu tuna tabia kama hizi, wallahi tunachunguzana. Chuki inakuja. Ukinichunguza mimi nikijua unanichunguza, nitakuchukia. Nikimchunguza mmoja kati yenu akajua namchunguza, nitachukia, tutachukizana. Si katika akhlaki za Kiislamu kuchunguzana wala kufanyiana mambo ya kimbea. Uislamu ni dini ambayo imekuja imekamilika kila nahia. Uislamu umekamilika kila pande, huku imekamilika, huku imekamilika, huku imekamilika, wala hahitaji nyongeza ya mwanadamu. Idhan nahnu nakuf an alsinatina, tuzuie ndimi zetu ndugu zangu. Hazina kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala katujalia ni ndimi, lakini ndo ulimi wa kwanza, ndo umekuwa kiungo cha kwanza kumsababishia mtu kuingia kwenye moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na hilo. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, enyi mloamini jiepusheni sana na wingi wa kudhani dhani. Dhana ni sababu ya chuki pia, watu kudhaniana, fulani yule atakuwa hivi, atakuwa kadha. Yanakuhusu nini? Yaani una haja gani kumdhania mwenzio? Basi mdhanie vizuri, sio vibaya, mdhanie vizuri. Allah kasema, inna ba'dha dhanni ithm, baadhi ya dhana zingine ni mbaya, ni madhambi. Hizo ni zipi ndugu zangu? Ni ile mtu amedhania moyoni mwake, lakini baadaye kaamua kuizungumza. Yaani wewe umedhania tu moyoni wako kwamba yule kama mlevi vile, kama mlevi vile. Ulikuwa unadhania moyoni, lakini baadaye ukafika mpaka kuropoka, kwa fulani si mlevi tu yule. Yaani ulichokifanya unaona umefanya kidogo, lakini inda Allah adhim, mbele ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa sana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wala tajassasu, wala msipekuane. Hatujajua faida za watu kutopekuana. Tukijua faida za watu kutopekuana, wallahi yani tutaishi vizuri sana. Ukijua faida ya kutompekua mwenzio, utaishi kwa amani sana. Lakini ukiwa na taratibu za kumpekua mtu, wewe utachukizana na kila mtu, kwa sababu sisi wanadamu hatujakamilika hata kidogo. Mimi na wewe wote hatujakamilika, na wote tuna mabaya yetu. Kila mmoja ana maovu yake. Mmoja asimame mbele pale akaseme ana kamal au ana kamil, asimame pale atuambie mimi nimekamilika, sina dosari yoyote. Asimame pale, asimame tumuone kama anaweza kusimama pale aseme yeye kakamilika kwa kila upande. Hakuna hata mmoja kati yetu. Mimi pia sijakamilika kama vile ambao wenyewe mjakamilika. Ukitaka kunichunguza mimi utanichukia, nikitaka kukuchunguza wewe nitakuchukia, na hatuwezi kusimama katika safu. Lidhalika Allah tabaraka wa taala lam yufdih ahadan, Mwenyezi Mungu amfedheeshi yoyote kati yetu. Amefedheesha nyumati zilizopita. Sisi angeamua Mwenyezi Mungu tufedheesha hapa, kwa tufedheesha kila siku, yaani kila siku angetufedheesha hapa. Lakini Mwenyezi Mungu kila mmoja anamstiri hapa. Ukistiriwa usijifanye wewe ni bora kuliko watu wengine, ukaona hasa wewe ni sehemu tu ya kuchunguza maovu ya mtu, fuatilia fulani kafanya nini, fulani kafanya kadha. La, unajiharibia rekodi yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaenda Miraj katika safari yake ile,
safari ya Isra na Mi'raj, alipofika katika wingu wa 7 au kama kala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipofika katika wingu huu aliwakuta watu wana makucha marefu. Yale makucha marefu wakawa wanakwangua nyuso zao na vifua vyao, kanu yakhmishuna wujuhahum wasudurahum, wanajiparua nyuso zao na vifua vyao kwa makucha yale marefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, akasema ya Jibril, man haulai, hao ni kina nani? Jibril akasema haulai kanu yaakuluna luuma nnasi, hawa ndo wale ambao walikuwa wanakula nyama za watu. Mnajua watu wanaokula nyama za watu ni wale wanaosengenya. Umekaa kijiweni pale, unazungumza maisha ya mtu, unamjadili mtu, unampekua unavyotaka wewe, kumbe unakula nyama yake. Kumbe unakula nyama yake. Wewe unaona nyama nyepesi, unakula nyama yake. Angalia mwelekeo wa aya inasemaje? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, msisengenyane wenyewe kwa wenyewe. Allah akasema ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake akiwa amekufa? Kusengenya tu kana kwamba umekula nyama ya ndugu yako, tena akiwa mfu, si umemchinja, makula akiwa amekufa. Qabh, ubaya wa kusengenya ndio huwa si jambo zuri, lakini haikujengei wewe kama ni mtu wa aina gani, bali unaonekana ni mtu ambaye wa kuchelewa. Kama wewe utakuwa ni mtu wa kusengenya, kufuatilia maisha ya watu, kupekua huyu akafanya nini, huyu kafanya lile, nani anakupekua wewe? Haya maisha ya kuchunguzana ndo maisha yanaturudisha nyuma kila siku, ndo maisha yanatupa chuki kila siku, maisha yanatupa uadui kila siku. Ndugu zangu, wallahi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na hizi sifa ambazo si za kwetu. Hizi sifa hatuhusiani nazo kabisa sisi. Kusengenya sio sifa zetu sisi. Sisi tunatakuwa tudhaniane. Na ninawapa jambo moja zuri sana ndugu zangu, kitaka mpendane. Anapokujia mtu na habari yake, anakusimulia kuhusu maisha ya mtu mwingine, mwambie maisha ya mtu yule tuachane nayo. Kama una jambo lako tuzungumze, lakini kama hauna jambo tunyamaze, tusijadili maisha ya mtu mwingine. Huo ndio Uislamu. Mathalan, muumini Muislamu anakuja na kuambia, unajua fulani wewe, unajua matatizo yake, unajua madhambi yake, mwambie yule hana madhambi ambayo mimi nayajua. Hana madhambi, wala hana tabia hiyo unayosema wewe. Kama anakwambia tabia ambaye si nzuri, ni tabia ya kiovu, mwambie hana tabia hiyo, yeye ana tabia nzuri. Uislamu unafundisha hivyo ndugu zangu. Uislamu unafundisha hivyo. Yaani anapokuja mtu anakusimulia tabia mbaya ya mtu mwingine, wewe ipendezeshe ile tabia. Mwambie huyo, sijawahi kusikia tabia hiyo chafu unaizungumza wewe, bali nafahamu kwamba tabia yake ni nzuri. Huu ndio Uislamu unatufundisha hivi. Wakati kisa kimemtokea Aisha radhiallahu anha zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye amezini, na alikawa si jambo dogo katika mji wa Madina. Mji wa Madina ni mkubwa, lakini haikuwa jambo dogo, limeenea mji mzima. Mtume hana raha, Abu Bakr Siddiq hana raha, ni mtoto wake, binti yake. Inakuwaje? Just imagine wewe sasa, binti yako anatuhumiwa kwa zinaa, utajisikiaje? Mtume akawa hana raha, Abu Bakr Siddiq akawa hana raha. Wanaweka wapi nyuso zao? Mtume alikasirika mpaka akawa hana maneno ya kuzungumza na Aisha zaidi ya salamu. Lakini waliopeleka umbea hawa ni watu katika sisi au watu katika Waislamu. Peleka umbea, eti mke wa Mtume kafanya uchafu huu wakati ya kufanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akamtakasa Aisha, akamtakasa Abu Bakr Siddiq, akamtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika suratu Nur maneno haya yanapatikana.
akawaambia, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, wala walokuja na uongo na uzushi huu wa kuwafanya muwe maadui nyinyi ni kundi miongoni mwenu. Ni nani? Kulikuwa na kikundi cha wanafiki pale. Kuja kutafiti akajulikana mtu mmoja yuko pale, kafanya uzushi, mji mzima wa Madina umesikia, mji wote ukalipuka, na likawa ni jambo kweli, kwa sababu ya mtu huyu mmoja ambaye kajaliwa ulimi na Allah tabaraka wa taala, ulimi wa maslahi wa manufaa, lakini yeye kautumia vibaya, katugombanisha hapa. Mtu mmoja anaweza kutugombanisha hapa mtu mmoja. Lakini tahadhari pia, naambia ndugu zangu, hutuba yangu hii inaweza kutugombanisha sisi sote hapa. Sawa, inaweza katoka mmoja hapa akironga, anajua kuongea, anajua kuweka maneno, asema yule shekhe bwana alitumwa, yule aliagizwa. Ana akhtartu hadhihi almadda, bas mimi nimechagua mwenyewe mada hii, na nimechagua baada ya kufika kwenye mazingira haya. Sio nilichagua muda mrefu, nimechagua baada ya kufika kwenye maeneo haya. Nikasema sasa hapa nazungumzia kitu gani? Nizungumzie kitu ambacho kitatuweka sawa sisi sote, tutakuwa wamoja. Ndugu zangu, kila anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe wenye kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu, gonjwa hili ambalo nimetoka kulizungumzia, ambalo linatusababisha sisi kuchukizana kila siku na kuwekeana uadui kila siku, wallahi kama tungeamua kuliacha tukasema basi hatusengenyi tena, hatutoi habari huku na kupeleka huku tena, hatuchunguzani tena, basi tungeishi kwa mapenzi makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana, msichambuane, msichunguzane, kuweni waja wa Allah tabaraka wa taala, tena mkiwa ndugu. Tuwe ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa tumeshikamana, tukiwa ndugu. La huyu ni la huyu, la kwangu ni lako, lako ni langu. Lakini ikiwa tofauti na hivyo, wewe utabaki na lako na mimi nitabaki na langu, kitu ambacho si katika mafundisho ya Uislamu. Si katika mafundisho ya Uislamu. Uislamu unatufundisha anakuna bihablillahi jamia, tuwe katika njia Allah tabaraka wa taala, na atasimu, tushikamane katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa al-Islam. Kuna dini gani iliyokuwa bora ambayo inahusia watu kushikamana zaidi ya Uislamu? Inatuhusia kushikamana na haki na kushikamana na subra. Uislamu unatuhusia, hakuna dini nyingine inahusia hivyo, Uislamu peke yake. Moja katika wataalamu wakubwa wa masuala ya kisaikolojia wanasema migogoro mingi ambayo inatokea sasa hivi, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwepo, basi angeitatua kwa dakika moja. Angeitatua kwa dakika moja. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna vitu ambavyo alikuwa amejaliwa tofauti na viumbe wengine. Unajua vitu gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amejaliwa? Nataka niwaambie moja tu katika hilo. Mtu mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaonekana mtu ambaye alipomwangalia tu usoni akajua huyu mtu ana jambo. Ambia, ausini ya Rasulullah, Mtume niusie. Akamwambia, la taghdab, usiwe na ghadhabu. Akarudia tena, ausini, maana yake hajaridhika, sigadhibike tu. Mtume niusie. Akamwambia, la taghdab. Hajatosheka, akamwambia niusie tena, akamwambia la taghdab wala qad janna. Usighadhibike, yani usipelekwe na hisia kuwa unaghadhibika kila wakati, usiwe hivyo. Na mwishoni akamwambia wala kal janna, na pepo ni yako. Yani kutoghadhibika, kuweza kujizuia, kuweza kumiliki kitu ambacho unaweza kufanya maamuzi makubwa mazito, lakini ukasema hapana, haiwezekani, ngoja nitulie. Hii ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika viumbe ambao walikuwepo katika ulimwengu, alipewa peke yake. Alikuwa anaangalia huyu mtu amekuja na shida gani huyu.
anakutibu pale pale, na wewe unaondoka ukiwa katika hali nzuri. Na hapa mfano mwingine, alafu ndo mwisho wa khutba yetu. Mtu mmoja ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nipe idhini ya mimi kufanya zinaa. Hivyo ni vitu maalum kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia yule kijana, akamwambia, je, unaliridhia hili kwa mama yako? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam usulubu wake. Unaliridhia hili la zinaa aziniwe mama yako? Kijana akasema, la, huko umeenda mbali ya Rasulullah, huko umeenda mbali. Unaliridhia hili kwa dada yako? Akasema, Mtume, bado umeenda mbali, unaniumiza. Saikolojia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtibu huyu kijana ambaye anataka kufanya machafu, anamtibu katika taratibu hizi. Haya, unaridhika kwa mama mdogo? Akasema hapana. Kwa shangazi yako? Akasema hapana. Yani kila kona akasema hapana. Akasema basi hivyo hivyo kwa mtu mwingine usiridhie na hili hapa. Haya tunayafanya sisi ya kupekuana, kuchunguzana, kusengenyana, si katika akhlaqi za Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika vitu ambavyo atajisifia siku ya Kiyama ni kuwa na umma mkubwa, lakini sio wenye sifa hizi za kimbea, kusengenyana, kupekuana, sio katika tabia za Kiislamu. Waislamu hawachunguzani, ndugu zangu. Waislamu hawapelelezani maisha yao. Waislamu wanafanya mambo yao. Sisi tunatakiwa tufanye mambo yetu. Sasa mimi nikishughulika na maisha yako, ya kwangu na yajenga saa ngapi? Nachelewa. Alafu mwisho wa siku anasema, umeona yule bwana hana maendeleo yote. Maendeleo yake ni kuchunguza maisha ya watu. Ndio alikuwa maendeleo yake. Mpaka anakufa wa kawaida. Kisa anachunguza, yani kazi yake kila siku anapeleleza maisha ya watu. Wewe sio hivyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.